mliosaini leo mkataba hii kufahamu kuwa nyinyi mnakuwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa. Mnafanya kazi hiyo kwa niaba ya serikali, hivyo niwatake mfanye yafuatayo. Cha kwanza, na amegusia mkurugenzi mtendaji, ni nidhamu ya kazi pale mnapofika kutekeleza. Huenda leo mliokaa hapa kusaini hamtokuwepo field kule, lakini basi muwape mafunzo wale watao kwenda kule kuwa na lugha nzuri. Lakini cha kwanza, unapofika kwa mtu piga hodi. Nenda kwa mkuu wa mkoa, mimi ndio mkandarasi, ninaenda kutekeleza. Nenda kwa mkuu wa wilaya, nenda kwa mwenyekiti wa kijiji, piga hodi, mimi ndio nimefika. Na ukifika pale lazima pia uangalie na wao, labda kuna mradi wa maji huko jirani kwenye njia iliyopita. Mradi wa maji ule, kisima kimechimbwa lakini hakina umeme. Kwa hiyo maji yale yanakuwa hayana thamani kwa mwananchi kama umeme haujavutwa. Usiseme ya kwamba waziri alituelekeza tufikishe tu kwenye shule na zahanati. Pale pale wewe angalia, sema hapana, tuvute umeme kwenye kisima cha maji, wananchi waweze kunywa maji safi na salama. Lakini vile vile niwatake wakandarasi kuhakikisha kuwa mna ubora na viwango ambavyo tunatarajia kuviona kitaifa na kimataifa. Sisi Tanzania ni mfano kwa Afrika nzima katika swala la usambazaji wa umeme vijijini. Ni matarajio yetu ya kwamba miaka 10, 20, miundombinu tunaowekeza trilioni 1.2 leo bado itakuwepo, ili na vizazi vingine vijavyo viweze kufaidika na miradi hii. Ni fedha nyingi sana za Watanzania ambazo zinakwenda, na nyinyi ndio wawakilishi kule. Tunatarajia muweke viwango vya hali ya juu. Vingine ni kuzingatia ukamilishaji wa miradi kwa wakati. Kumekuwa kuna changamoto, na sitarajii kuliona hili kutoka kwenu wakandarasi mliosaini leo. Mliosaini hapa ni tofauti, hatuwakatazi, lakini mnapokwenda kule mnatafuta subcontractor. Subcontractor unayempa kazi hana uwezo, anakwenda akishamwaga nguzo au akichimba mashimo ameyaacha pale, ameyatelekeza, kazi haziendi. Akitafutwa kuulizwa na DC na RC hana majibu, hajui nini ambacho kinaendelea.